Bwana sifiwe. Naomba tumwinulie Bwana mikono, mwambie Bwana sema nami siku ya leo. Maana nimekuja kwa ajili yako Bwana, natamani kukusikia wewe. Nena na moyo wangu asubuhi ya leo. Neno lako ni nguvu, neno lako ni taa, neno lako ni chakula katika maisha yangu. Napolipokea neno lako Bwana litanisaidia. Napolipokea neno lako Bwana, Roho wako atanisaidia kulielewa kama ulivyokusudia wewe, katika jina la Yesu. Asante Mungu mwema, nakupenda Bwana, nakutukuza Mungu wangu. Pokea heshima, pokea utukufu Mungu mkuu, kwa kutupatia nafasi hii ya kuweza kukaribia mahali hapa siku ya leo. Maana ndio wanasema ya kwamba Bwana, iwapo wawili ama watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina lako, wewe unakuwa katikati yao. Tunakushukuru kwa maana ahadi hiyo Bwana utaendelea kuitimiza katika maisha yetu. Wewe uko hapa siku ya leo, na uko hapa ili ukatende mema, uko hapa ili ukatuelekeze. Maana wewe ndiwe kiongozi wetu, wewe ndiwe mchungaji mwema. Unapotuchunga siku ya leo utatulisha ewe Bwana. Tutapata kulishwa na wewe kupitia neno lako, mioyo yetu itajengwa kupitia neno lako. Maisha yetu yatapata kuimarishwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaalika Roho wako mwema Bwana, ambaye ni mwalimu mwema, ambaye ni mshauri mzuri, anaponena katikati yetu. Roho huyo atalifanya neno hilo Bwana kueleweka ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ili yeyote ambaye amekuja kwa ibada hii akatoke akiwa Bwana amekusikia wewe na umemwelekeza. Ndiposa Bwana tukatembee katika mapenzi yako kwa jina la Yesu. Utakitumia kinywa changu Bwana kama kinywa chako kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kundi hili Bwana, likapate kuguswa na wewe, na mkono wako wenye nguvu utatuinua siku ya leo. Maana neno lako linatuinua. Linapotuinua Bwana litatuweka mahali pa juu. Hatutakuwa chini tena, hatutakuwa na kushindwa tena. Maana neno lako linatupatia ushindi katika jina la Yesu. Achilia neema ya kuelewa yale uliyokusudia kwetu mchana wa leo kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana. Unambariki yule ndugu, unambariki na yule dada. Ufahamu wa Roho Mtakatifu unauachilia katikati yetu mchana wa leo katika jina la Yesu. Tukaelewa uliyokusudia katika jina la Yesu. Tunaenda kinyume cha kila roho ya mpinga Kristo ambaye husimama na kutafuta kupinga watu wasilielewe neno katika jina la Yesu. Shetani huna nafasi mahali hapa katika jina la Yesu. Maana kundi hili ni la Bwana, amelikusanya kwa kusudi lake mwenyewe. Upewe sifa Bwana, maana uko katikati yetu ili ukatuinue, ukatujenge, ukatuweke mahali pa juu. Kwa utukufu wa jina la Yesu tumeomba tukua na imani. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Na makofi ya Bwana Yesu tunapigiaga juu jameni. Haleluya. Amen. Amen. Naomba salimia watu wawili mawatatu, ambie karibu kwa ibada ya leo. Na mwingine mwambie umebarikiwa kuwa hapa leo. Amen. Amebarikiwa kuwa hapa leo. Mwambie umebarikiwa kuwa hapa leo. Amen. Na hautatoka vile umeingia, kwa maana Bwana atazungumza nawe. Amina, amina. Amen, amen. Bwana atubariki. Naomba tukae katika viti vyetu katika huo uwepo wa Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwa ibada yetu ya pili, ambayo Bwana ametuwezesha kuwa hapa kwa ibada hii. Ambaye amesimama mbele yako ndiye mnenaji wa ibada hii, ambaye Bwana amemkusudia na amekusudia wewe pia kujengwa zaidi leo kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nimeokoka na mpenda Yesu. Majina yangu kama mnavyoyafahamu yameandikwa kitabu cha uzima. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu vile unavyoyafahamu wewe, unavyoyaelewa, yameandikwa katika kitabu cha uzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa naisikia sauti ya Bwana Yesu na akaniita na majina yangu kamili. Hakuniita pastor, hakuniita reverend. Aliniita jina langu. Amen. Nafikiri ndio limeandikwa hilo huko katika kitabu cha uzima. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Bwana sana kwa kutupatia hii nafasi ya kuwa hapa, ama ya kuwa katika uwepo wake mchana wa leo. Bwana asifiwe sana.
maana katika uwepo wake Mungu kuna amani, katika uwepo wake kuna ushindi, katika uwepo wake kuna kuinuliwa. Amen. Kwa hivyo wewe umebahatika kuwa katika uwepo huu wa Bwana Yesu mchana wa leo, maana hautatoka ukiwa dhaifu. Amen. Bwana sifiwe. Hautatoka ukiwa dhaifu, utatoka ukiwa na nguvu, maana neno la Mungu ni nguvu ndani yetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi najua ya kwamba tumekuja tukiwa na kiu wa kusikia kile Mungu anataka kunena nasi, na kweli Bwana ananena nasi leo. Amen. Kupitia kinywa hiki cha huyu mtumishi, basi Bwana atanena nawe. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa ibada yetu ya kwanza ambayo mchungaji Kiambi alikuwa akihudumia ama akituhudumia kwa ibada hiyo. Bwana ametuhudumia kwa njia nzuri sana, na namwamini Mungu pia ya kwamba anatuhudumia pia kwa njia nyingine nzuri kwa ibada hii. Amen. Kama na Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatujali, anahusika sana na maisha yako. Amen. Ambia jirani, Mungu anahusika sana na maisha yangu. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Kwa maana Mungu anahusika sana na maisha yako, basi kila siku angependa kukupatia ushauri ili utembee kama vile anavyopenda yeye Mungu, kwa sababu ndiye baba yetu na ndiye kiongozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka kama majuma mawili aliyopita nilisimama hapa kwa ibada kama hii, na Bwana akawa anazungumza nasi kwa neno lake, na neno ambalo alikuwa anazungumza nasi Mungu ama ambalo alikuwa amelifunua kwetu, Bwana alikuwa anatoa mwito ama wito kwa kanisa ama kwa watu wake, wito wa Mungu kwa utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawa anatujulisha ya kwamba alipowatoa wana wa Israeli katika utumwa, ama alipotumana ya kwamba watolewe wana wa Israeli katika utumwa kule Misri, alikuwa kusudi lake kubwa ni watolewe wawe huru ili wamtumikie Mungu wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwito huo tukaona ya kwamba Mungu alipoitisha kwamba watu hawa watoke ili wamtumikie Mungu, alijua kabisa wanapokuwa na nafasi ya kumtumikia Mungu, Mungu atawabariki. Kwa maana Mungu anapendezwa na mtu ambaye anamkaribia kwa kumtumikia na kutamani kumwabudu akiwa na uhuru wa kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaona ya kwamba wakati ule Farao hakutaka watu hawa watoke ili wakamtumikie Mungu wao, kwa sababu alikuwa anajua wakitoka wakiwa huru wakimtumikia Mungu wao watakuwa na utofauti, watasikika katika nchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watabarikiwa hawa, wataonekana kana kwamba ni kitu ambacho Mungu amekichagua, na Farao hakutaka. Ndiposa katika shughuli zile ambazo alikuwa amewapatia Waisraeli ili wazifanye kama watumwa, walipojua ya kwamba hawa wameamua, na ati kuna sauti ya Mungu wao imekuja kupitia Musa akisema watu hawa wapewe ruhusa wakamtumikie Mungu, watu hawa wakitoka wakienda wakitumika, basi hatutakuwa na watu tena wa kutuwafanyisha ama kufanya zile kazi ambazo wanazifanya. Hawatakuwa watumwa, watakuwa watu huru. Kwa hivyo akawaongezea makazi, akawaongezea kazi za kufanya, akawaongezea mizigo, akawapunguzia vitu vya kufanyia kazi, ili wawe na muda, wasiwe na muda wa kutulia na kumsikiliza Musa anasema nini, wakajitafutie vitu vya kufanyia hizo kazi. Amen. Na tukaona ya kwamba huyo ni mfalme wa dunia hii. Roho ya Farao ama mfalme wa Misri siku zile, hiyo imeendelea kuingia katika mfalme wa dunia hii, ambaye tunajua ya kwamba mara nyingi anakuwa ni shetani. Amen. Anawapatia watu mizigo ama kazi nyingi,
ziwafunge wasiwe na muda wa kumwabudu Mungu ama kumtumikia. Hiyo ni mbinu ya shetani. Lakini Bwana ashukuriwe kwa sababu Yesu alikuja ili atuweke huru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alikuja ili atuweke huru. Musa alikuwa anaonyeshwa, ama ulimwengu siku zile ulikuwa unaonyesha ya kwamba huyu ni mwanzo ambaye anawatoa hao watu katika utumwa. Ni mwanzo wa kuonyesha wokovu unaweza patikana kupitia njia ya mtu ambaye ameelekezwa na Mungu kuwatoa watu. Lakini ilikuwa naonyesha ya kwamba Yesu anakuja ili kuwatoa watu katika utumwa wa vitu vingi, ili wawe nafasi ama wawe tayari, wawe na uhuru wa kumwabudu Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika uhuru huo, sisi ambao hatukuwa Misri, ile ya hiyo nchi ya Misri, tulikuwa na Misri yetu ya vifungo vya dhambi. Amina. Vifungo vya laana za ukoo wetu. Lakini Bwana Yesu alipokuja, alituokoa, alitukomboa, akatutoa katika vifungo hivyo vya laana na dhambi ambazo zilikuwa zimetufunga, ili tuwe na nafasi ya kumwabudu Mungu na kumtumikia kwa mioyo yetu yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na tukaona ya kwamba Farao alikuwa anawazuia, kwa maana alijua ya kwamba watu wakitoka ukienda kumwabudu Mungu wao, watu hawa watabarikiwa, watu hawa watafaulu, watu hawa watafanikiwa, watakuwa juu, hawatakuwa chini. Uzima utakuwa juu yao, ufahamu wa kiungu ambao utakuwa Mungu amewapatia, watakuwa na ufahamu mwingi zaidi. Ndiposa akawa anawafunga, na tukasema ya kwamba shetani hatatufunga iwapo Bwana Yesu alikuja kututoa. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi Bwana ameendelea kuhimiza neno hilo ndani ya moyo wangu. Amina. Roho Mtakatifu ameendelea kulihimiza neno hilo ndani ya moyo wangu. Na kwa hivyo kwa leo, somo ambalo tutaendelea nalo, ambalo linaendelea tukusimamia utumishi, lakini Roho Mtakatifu amelifafanua kwa njia tofauti. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Utumishi ugusao moyo. Amen. Hiyo ndicho kichwa cha ujumbe wetu wa leo. Tumeitwa kutumika kweli na Bwana Yesu, lakini Mungu anatafuta mtumishi ama utumishi ugusao moyo. Amen. Kwa maana utumishi ugusao moyo ndio uletao matokeo yaitwayo faida ya utumishi. Amen. Si tumishi tu, utumishi ugusao ndio huleta matokeo yanayoitwa faida ya utumishi. Amen. Kwa hivyo kama Bwana atakusaidia upate huo moyo wa utumishi, Roho Mtakatifu akusaidie zaidi upate utumishi, utumike na utumishi ugusao. Amen. Si utumishi tu, hapana. Utumishi ufanyao nini? Ugusao moyo. Haleluya. Ni iwapo utagusa moyo wa Mungu, utumishi wa mtu anayeitwa kutumika, utumishi wake ukigusa moyo wa Mungu. Haleluya. Unapogusa moyo wa Mungu, basi katika mguso huo wa moyo wa Mungu kwa utumishi wako, unagusa mbingu, ama utumishi huo huleta funguo zikafungua mbingu kwa ajili ya maisha ya mtu. Amina. Bwana sifiwe. Basi tuingie katika neno la Bwana ambalo litatuongoza kwa mafundisho yetu ya leo, ama kwa ajili ya neno letu la leo. Kitabu cha Kutoka 23. Nasoma kuanzia mstari wa 25 hadi wa 26. Kwa mistari hiyo michache tunaendelea kupata mwongozo wa somo letu la leo, na Bwana atatubariki, Bwana atatusaidia. Utatoka hapa ukiwa umejua mahali pako pa kusimama kama mtumishi.
Mtumishi wako utagusa kwa njia gani? Na Roho Mtakatifu alivyo mwaminifu atakusaidia kukuonyesha utumishi wako utakaogusa utakuwa wa jinsi gani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Pastor Gida tusaidie kusoma kwa jina la Yesu kitabu cha Kutoka mlango wa 23. Soma kuanzia mstari wa 25 hadi 26 na Bwana atatubariki. Karibu Pastor, utusaidie kusoma kwa jina la Yesu. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, ndio, naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Ndio. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako. Na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo maagizo ya kumtumikia Bwana yameunganishwa tayari na faida ya mtu atakayetii kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba iwapo utaitii sauti hiyo ya Bwana na kumtumikia Bwana, amen, ndipo Bwana anabariki chakula chako, anabariki na maji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi tukasema ya kwamba maji ni kitu ambacho ni chanzo cha mtu kuendelea kuishi vizuri. Ni mahali ambapo vitu vyake vizuri vinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa Mungu anaponya chakula na anaponya maji, ni kuonyesha maisha ya huyu mtu ambaye anamtumikia Bwana, sosi ya vitu vyake vitakuwa vya kubarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila unachokigusa ambacho ni chanzo cha maisha yako kuendelea vizuri, Bwana anakibariki, Bwana anakiponya. Amina. Bwana akikiponya anakibariki. Yaani kinachobarikiwa na Bwana kitakuwa na uongezeko, kitakuwa na kufaulu kwa kila kinachofanya, kila anachokifanya huyu mtumishi ambaye amekubali kumtumikia Bwana Mungu wake. Bwana ameamua ama anakiri ya kwamba ataponya chakula chako, atayaponya na maji yako. Na katika hizo ahadi za kwamba hata katika maisha ya huyu mtu ambaye anapenda kumtumikia Bwana, hakutakuwa na ugonjwa katika maisha yake. Amen. Bwana hataponya chakula akuache, ataponya hata maisha yako. Ataponya maisha ya huyu mtu ambaye ameamua, amekubali kumtumikia Bwana Mungu wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hakutakuwa na utasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasa si wa tumbo peke yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Utasa si wa tumboni peke yake. Utasa ni wa vitu vingi ambavyo hawezi mtu kuzalisha vitu vya kumletea faida. Huo pia ni utasa. Amen. Sasa mtu huyu anemtumikia Bwana, kwake hakutakuwa na utasa. Yaani atakuwa na uzalishaji wa vitu vyake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kila atakachokigusa kitakuwa kinazalisha, kinaleta faida katika maisha yake huyu mtumishi ambaye ameamua, amekubali kumtumikia Bwana Mungu wake. Amen. Hakutakuwa na utasa kimawazo. Yani utakuwa akili yako ni ile inazaa vitu. Yani unakuwa na akili bunifu. Amina. Creative mind inaletwa ndani ya mtu na yule roho wa Mungu ambaye ameachilia roho ya utumishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo roho wa Bwana anapotusaidia kujua utumishi huu na tunapoukubali, basi katikati yetu hakutakuwa na tasa. Amen. Si watumbo peke yake, wa vitu vingi. Hautazaa mapooza katika vitu vyako unavyovifanya. Amen. Vitakuwa vya kubarikiwa na kuendelea kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Mungu wetu anapenda watu wakamtumikie yeye peke yake. Ndipo abariki maisha yetu, abariki vyakula vyetu, abariki maji yetu, abariki kazi zetu na akili zetu, ziwe zinabuni vitu ambavyo ni vya kuendelea maishani mwetu, kwa sababu Bwana anambariki mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, wajua utumishi huwa ni ibada kwa Bwana Mungu wako? Haleluya. Nataka hilo liingie kwa akili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Liwe swali na ulipatie jibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi unajua kama ni ibada kwa Bwana Mungu wako? Basi ndipo iwapo utumishi ni ibada kwa Bwana, inatupasa tumwabudu Bwana Mungu wetu kwa mioyo yetu yote na kwa nguvu zetu zote na kwa mali zetu, kwa sababu ni ibada kwa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaabudu Mungu wetu kwa nguvu zetu, kwa mioyo yetu na kwa vitu vyote ambavyo Bwana ametupatia, kwa maana kutumika ni ibada kwa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tusome maandiko matakatifu basi. Hiki kitabu cha Kutoka ni kana kwamba kimekuwa kama ndio msingi wetu wa somo hili tangu majuma yaliyopita. Na Bwana atatusaidia, kwa maana Mungu anawatafuta watumishi wanaomtumikia Mungu wao kwa nguvu zao zote na kwa moyo wao wote na kwa mali zao zote. Na Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu vitu vyetu vyote vinavyotufaa, kwa maana inatupasa tumwabudu Mungu wetu na vitu hivyo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka mlango wa 10. Turudi hapo nyuma kidogo, tusome hilo andiko. Kutoka mlango wa 10 ambapo Musa anazungumza na Farao. Na Farao alikuwa ameongea vitu vyake kinyume na kile Mungu anataka, lakini Musa akafunguliwa ufahamu, akajua huyu anataka kutukanyagia na hatutakubali. Amen. Hatutakubali kukanyagiwa. Maana iwapo natupa ruhusa tumwabudu Mungu wetu, hatuendi mikono mitupu kwa Bwana Mungu wetu. Lazima twende kwa Bwana Mungu wetu. Tunapotoka tutoke na vitu vyetu, maana ni muhimu tukamwabudu Bwana. Ndipo Mungu wetu amesema tutoke ili tuende abudu Mungu wetu. Mlango wa 10 mstari wa 24. Mstari wa 24 tutasoma hadi 26 na Bwana atatusaidia sana. Msaidie kusoma pastor tafadhali. Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi. Hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana inatupasa kutwaa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu, nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kiroho cha Farao kilikuwa bado kinafuatana na hawa watu. Ingaja alikuwa ameona miujiza mingi, mapigo ambayo Mungu ameyaruhusu katika nchi ya Misri ili awape ruhusa hawa watu waende kumtumikia Mungu wao. Lakini sasa anawapatiana ama anawapea ruhusa shingo upande. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anawapa ruhusa, lakini anawapatia na masharti ya kwamba nendeni tu na watoto wenu kiasi, na mifugo kiasi. Kwanza alisema chukueni watoto wenu na mifugo kidogo, lakini hizi kondoo na zingine na vitu vingine na ng'ombe mutaziacha huku nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutaka watu watoke na vile vitu ambavyo wanastahili kutembea navyo.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini Musa anasema nini? Imetupasa. Haleluya. Si inatupasa tu, ni lazima. Unapotupa ruhusa kwamba tutoke na watoto wetu, tutatoka na mifugo yote. Ng'ombe, kondoo, farasi. Hatutasalia hapa nyuma yetu hata ukwato. Amen. Kwa maana vitu hivyo tunapoenda navyo huko ni nafasi ama ni vile vitu ambavyo tunaenda kumfanyia Bwana ibada. Haleluya. Ng'ombe, kuna wale ambao tutamchinjia Bwana kwa dhabihu hizo. Tunapoenda kujenga madhabahu yetu kwa ajili ya Bwana Mungu wetu, hao ng'ombe na hao kondoo, kuna wale ambao tutamchinjia Bwana. Kwa nini? Kwa dhabihu, na wengine kwa sadaka. Kwa hivyo hatuwezi kuacha nyuma, kwa maana hatujui Bwana ni kipi atasema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kile Bwana atakachokitaka kwa ajili ya ibada yetu na yeye ndicho tutakachopeana. Kwa hivyo hakuna kitu kinaachwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maisha ya hawa watu, Bwana aliwafungua ufahamu ya kwamba tunapoenda kumwabudu Bwana, tutoke katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri, twende kumwabudu Mungu wetu mahali ambapo ametuchagulia ama ametuahidia. Ni lazima tutoke na watoto wetu na vitu vyetu vyote, maana vinginevyo kati ya hivyo ni vya dhabihu kwa Bwana, ni vya sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana Mungu wetu. Kwa hivyo hatuachi chochote ambacho kinatufaa kutoka nacho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapojua maana ya kumtumikia Bwana, tunapojua maana ya kumwabudu Bwana, maana utumishi ni ibada kwa Bwana Mungu wetu, tutajua ya kwamba chochote tulicho nacho ambacho Bwana ametupatia, chote ametupa ili tukamwabudu nacho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kama mimi ni wa Bwana, Bwana amenikomboa, ameniita kwa utumishi mtakatifu, amenipa vitu ambavyo ninastahili kutembea navyo. Hivyo vitu na mimi pamoja tunavileta mbele za Bwana, tukamwabudu Bwana kwa hivyo. Haleluya. Ndiposa Bwana ataikubali ibada yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inapo natamani ibada yako kwa Bwana ikubalike, unamjia Bwana ama unamkaribia Bwana kwa moyo wako wote na kwa vitu ulivyo navyo, visisalie nyuma kama Musa alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana anavyovitaka vya ibada ama kwa dhabihu mbele za Bwana, akitaka leo ng'ombe yako inapatikana kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Akitaka kondoo yako iwe sadaka mbele za Bwana, anaipata karibu na wewe, kwa maana umekuja mbele za Bwana kwa ibada ya utumishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kumtumikia Mungu jameni ni ibada. Na tunapomwabudu Mungu kwa mioyo yetu na kwa vitu vyetu, Mungu anakubali pia vile vitu ambavyo amevileta kwa Bwana viwe dhabihu kwake. Na hivyo ndivyo vitaendelea kuonyesha moyo wako unavyompenda Mungu na kumtumikia kwa vitu vyako. Haleluya. Musa akasema ya kwamba hakutasalia hata ukwato. Vyote ambavyo Bwana anatupatia ni kwa ajili ya ibada ya kumtumikia Mungu, ambaye ametupa hiyo nafasi ya kuja mbele zake kwa kumwabudu, kwa kumtumikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tujue ya kwamba tunapokuja mbele za Bwana kama waabuduo halisi. Nisema Mungu ni waajabu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Baada iliyopita tulifundishwa ama kwa tunazungumzia kabisa aabuduye yule wa kweli, mwabuduo wa kweli, mwabudu halisi, anamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo tunapomwabudu Mungu katika roho na katika kweli, tunamwabudu Mungu kwa kumtumikia kwa vitu vyetu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vitu vyangu ni vya Bwana Mungu wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui vyako utasema ni vya nani, lakini vyangu mimi nasema ni vya Bwana Mungu wangu. Kwa somo hili nimejifunza kitu na likanigusa. Amen. Hilo nimejifunza na likanigusa sana, na nitakuwa na utofauti. Haleluya. Kumbe utumishi ama ibada yangu kwa Bwana, ninapokuja kwa mbele za Bwana nikimwabudu na kumtumikia, anapenda vitu vyangu pia viwe katika ibada pamoja nami. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Bwana aendelee kunibariki na kunitetea. Amen. Ni lazima vitu vyangu vifanye nini? Vimtumikie Bwana. Mimi nikiwa namtumikia Bwana, vitu vyangu vije vikamwabudu Bwana Mungu wangu, vimtumikie Bwana Mungu wangu pamoja nami. Amen. Ndipo magonjwa Bwana atayaondoa kwangu na umaskini hautapatikana kwangu kwa jina la Yesu. Maana kwangu hakutakuwa vitu tasa. Chochote ambacho nitakigusa kitakuwa na kuzalisha, kwa maana Bwana ndivyo ameahidi kwa wale watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi ikiwa ni lazima tumtumikie Bwana Mungu wetu na vitu vyetu jameni, ili utumishi wako uguse, kwa maana tunasema leo tunazungumzia utumishi ugusao. Amen. Utumishi ugusao moyo. Basi ikiwa utumishi huo unagusa moyo, uguse moyo wa Mungu, uguse moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa utumishi huo ni wa kugusa moyo, ili utumishi wako uguse moyo wa Mungu, inanipasa. Sema inanipasa. Haleluya. Amen. Utumishi huo kwanza uniguse mimi. Haleluya. Yaani unamtumikia Mungu ikiwa kicho kitu unachokifanya kwa ajili ya Bwana unasikia kina mguso ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si vitu vidogo vidogo ambavyo wanasema hauvifeel, hausikii kama umefanya. Haleluya. Ili utumishi wako uguse moyo wa Mungu, pia uguse moyo wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu anafanya kitu kwa mtumishi kama huyo ambaye amefanya kitu kugusa moyo wa Mungu. Kwanza kiguse moyo wako, nasikia hicho nimekisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya utumishi wako kwa Bwana ambao umegusa moyo wa Mungu, na wewe pia unasikia imekugusa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Wafalme wa Pili, 2 Kings. Wafalme wa Pili mlango wa 4. Hapa kuna mtu alifanya kitu cha kugusa. Amen. Na iwapo kimegusa, basi ni lazima kifanye kitu. Kwa sababu gani? Tumishi unaogusa moyo, unaogusa moyo wa Mungu. Ukigusa moyo wa Mungu utafungua. Yaani moyo wa Mungu ukiguswa, mbingu zinafunguka. Amen. Zikifunguka kuna kitu kitatendeka. Haleluya. Ambacho si cha kawaida, kimepita ukawaida. Kitu hicho ambacho kimefanywa ama kimetendeka kwa sababu ya mtu ama mtumishi ambaye amefanya utumishi uliogusa moyo wa Mungu, na moyo wake pia ameisikia imegusa pahali. Ukiwa unatumika na hujasikia kitu, bado bado. Maana utumishi ule unagusa mbingu, ugusa moyo wa Mungu pia uguse kwako. Wafalme wa Pili mlango wa 4. Tuangalie hapa, kunaye mtu alifanya kitu na kikagusa moyo, na moyo ulipoguswa moyo wa Mungu, basi mbingu ikataka kitu kiongewe. Haleluya. Kuanzia mstari wa 8 pasta, tusaidie kusoma kuanzia mstari wa 8
hadi mstari wa 10, alafu tutasonga tena hapo mbele baadaye, maana neema ya Bwana ipo pamoja nasi tuweze kuangalia utumishi huu ugusao. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu. Ndio. Na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa alipopita njia ile huingia kula chakula. Ndio. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo kutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa. Na itakuwa atujiapo ataingia humo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke anaitwa Mshunem. Hajaandikwa jina lake. Anaandikwa tu mwanamke mwenye cheo wa Shunem. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitengeneza ama aligundua kwamba mtu anayepita karibu na mji wao, njia ilikuwa ikipita karibu na boma lao, na akapata kujua ya kwamba huyu mtu si wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifunuliwa ufahamu wake, macho yake yakapata kuona si mtu wa kawaida huyu mtu, ambaye alikuwa ni nabii Elisha aliyepita katika njia hiyo akienda katika shughuli zake za huduma zake mahali anakoenda. Lakini mwanamke akagundua, akajua huyu si mtu wa kawaida. Kando ya kwamba alipomjua kwamba si wa kawaida, alipenda kumkaribisha akila chakula kila akipita. Kila siku akipita anamwambia, karibu keti ule chakula upumzike kidogo ndipo uendelee na safari. Bwana asifiwe. Alipopata ufunuo ambao ni Roho Mtakatifu alimsaidia kuelewa ili Bwana ashughulike na ile shida yake sugu. Amina. Bwana asifiwe. Maana unapogusa moyo wa Mungu, Mungu naye atashughulikia maswala yako yale ambayo yalikuwa yamekushinda. Mungu atayashughulikia. Amen. Maswala yaliyosahaulika, uliyatafutia suluhisho ikakosa. Suluhisho ikaisha, ikakoma, ukawa hauioni, ikakaa kana kwamba umeisahau. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inataka utumishi kama huu wa huyu mwanamke, utumishi ugusao. Haleluya. Akagundua ya kwamba mtu huyu si wa kawaida. Huyu ni mtu mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo kando ya kwamba tunamkaribisha mwenzangu apumzike akila, naomba tumtengenezee chumba kidogo pale ukutani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi ka project kafanywe kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye huyu mwanamke amemtambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amemtambua huyu si wa kawaida. Sasa kando na kupita na kula na kuenda, tumtengenezee kachumba kadogo ukutani, ili iwapo anapita na hapa asiketi tu, aingie ndani yake apumzike. Na akaipanga vile nyumba hiyo inafanywa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hicho chumba tukikijenga, tuweke kitanda ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuweke na kiti na meza ndani yake. Tuweke pia na kinara cha taa ndani yake. Hicho ni chumba cha mtu anayestahili kukaa humo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Chumba cha mgeni maalum ambayo huyu mwanamke amemtambua ya kwamba huyu si mtu wa kawaida. Sasa iwapo ametujia, jameni, hata keti yale na kwenda, ataingia humo na alale. Haleluya. Wacha tuone hayo matokeo, maana atakula huyu mtu na alale. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kuanzia mstari wa 11 na tutasoma mistari mingi kidogo ili tuone hicho kisa mpaka mahali fulani. Bwana asifiwe sana. Mzee tusaidie kusoma pasa kuanzia mstari wa 11 hadi wa 16, na Bwana atatusaidia na atatubariki.
Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Ndio. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunemu. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa, tazama wewe umenitutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi utendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, mwite. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana? Akasema, la, bwana wangu, wewe ni mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Tusonge mstari wa 17 pastor. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mtoto mume wakati huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya utumishi ugusao. Haleluya. Huyu mwanamke hakuomba mtoto. Amina. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba huyu mwanamke mwenye cheo alikuwa ni mtu asiyeweza kuzaa. Hakuwa amefanikiwa kupata mtoto wa kumnyonyesha. Lakini hilo tatizo lilikuwa limesahaulika kwake. Amelisahau. Haleluya. Kwa sababu gani? Limekaa na yeye miaka yote. Maana maandiko inasema ya kwamba huyu mtu ama huyo mumewe, maandiko inaeleza ya kwamba Gehazi alipojibu mtumishi wa Mungu, maana mtumishi wa Mungu ameguswa moyo, anaona kuna kitu anastahili kutendewa huyu mwanamke. Haleluya. Anajiuliza, atendewe nini mwanamke huyu? Ametutunza jinsi hii, tumfanyie nini? Basi tumuite, tumuulize anataka nini. Hata kama ni kuombewa kwa mfalme, apewe labda vitu ambavyo anavihitaji, ama kwa amiri jeshi wa nchi yao. Haleluya. Lakini mwanamke ana tatizo lililozoeleka katika maisha yake. Kuna tatizo ambalo limekuwa kana kwamba ni ngozi ya mwili wake, haoni ni shida. Haleluya. Lakini kwa maana amegusa moyo wa Mungu, haleluya, jibu linakuja wakati ambapo hata alikuwa amelisahau hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa, Gehazi anamwita, analetwa hapo, mtu anaulizwa, mwanamke, tukutendee nini mwanamke wewe? Maana umetutunza sana, hata umetujengea chumba cha kulala, tumekula tumelala vizuri kana kwamba tuko kwetu, utendewe nini? Anasema yeye hana shida. Naona hilo tatizo hata halioni, limemzoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua sasa hawa watu wamejaliwa, wako na nafasi tu nzuri. Hata saa ile hana mtoto wake, hakuona hilo tatizo kwamba linaendelea kumsumbua. Maana kuna watumishi wengi wanamuita mam, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wadada, haleluya. Sinaona nyumbani kwako hata kile kijakazi, unajua hata si ya ukoo wako, anakuita mam. Na wengine wanapata wale wa ile ukoo mzuri. Hata ukimuita akijafika karibu na wewe anapiga magoti, nasemaje mam? Nasemaje mam? Sasa huyo anakuzuia, anafunga tu utandu hapa ili uone hilo tatizo lingine ya kwamba hata halipo. Lakini Bwana ashukuriwe, wakati ambapo atafunguka macho kupata utumishi kufanya ugusao moyo, Bwana atashughulikia lilo swala ambalo limekana kama limesahauliwa. Maana Bwana atalifungua, mbingu yako itafunguka ili tatizo hilo lishughulikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mwanamke anasema mimi sina shida, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke hana shida. Lakini Gehazi naye
akafunguliwa kautanduka macho. Haleluya. Akamwambia mtumishi wa Mungu, huyu mwanamke amekwambia hana shida, lakini huyu mwanamke hana mtoto wa kunyonyesha na bwana yake ni mzee. Shida marudufu. Bwana Yesu asifiwe. Yati Mungu ashughulikie jambo hili, maana huyu mama hana mtoto wa kunyonyesha na bwana wake ni mzee. Sasa hilo ni swala nyeti, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana anashughulikia swala nyeti leo la mtu. Bwana anashughulikia swala nyeti la mtu. Iwapo huyo mtu atapatikana katika nafasi hiyo ya kumtumikia Mungu kwa mguso, afanye kitu kinachomgusa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Swala nyeti limepatikana. Gehazi amelivumbua swala nyeti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisema bwana mzee, ikitajwa hiyo inakumbuka nilikuwa na mzee kwa nyumba yangu wa over 70. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa pengine pa baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tushughulikie neno hili. Bwana mtumishi wa Mungu, huyu mwanamke hana mtoto na bwana ni mzee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo swala ambalo anastahili Mungu alishughulikie kwa huyu. Maana kwa mfalme hataki kuombewa chochote, anasema mimi nakaa kwa watu wangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiniona hivi kwani siniona niko sawa? Mimi sina shida, niko kwetu, na hata by the way niko na vyangu, na mahali umelala sinaona hata mimi nimejenga. Hakusema hiyo ni mimi naongezea, kwa sababu aliposema ya kwamba sina shida. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo shida alionayo imekaa kana kwamba ni ngozi ya mwili wake, haioni ni shida tena. Aizoea. Shida ameizoea. Mpaka anaona hiyo ni kawaida ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa maana hiyo sasa imekuwa ni kana kwamba ni maisha yake, anastahili kuishi hivyo. Hakuwa anaisumbukia tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa maana neno la Mungu linasema hivi. Haleluya. Tunapotumika na kuwatumikia watu wa Mungu, Mungu anatuma utumishi kwa ajili yetu. Mungu anashughulika na shida zetu. Mungu analeta suluhisho kwa matatizo yetu. Haleluya. Mungu hapa analeta suluhisho kwa mwanamke ambaye alikuwa swala lake amelisahau. Haleluya. Unasikia anamwambiaje? Mtumishi wa Mungu anamwambia, panapo wakati huu mwakani. Nakumbuka hilo neno la mwakani. Baba yetu alimwambia mmoja wetu hapa kanisani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia panapo wakati kama huu mwakani utaolewa. Na hakuwa na mchumba huyo msichana. Hiyo ni baadaye. Nitakuvumbulia huyo mtu baadaye pia. Si ndio? Hiyo mwaka tu. Mpaka akatoka hapo, maana watu wa huku bara hawajui Kiswahili cha kueleza jambo kama hili. Akafuata wenzake akawauliza, yule mtumishi pale boardroom ambaye alikuja akatuombea, alikuwa anafanya kazi shule siku hiyo msichana. Akasema mwakani nitaolewa. Mwakani ninamaanisha nini? Akamwambia na wewe, si ni mwaka ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Nitawatajia huyo mtu baadaye, maana saizi ananisikiliza. Anajijua. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya utumishi ugusao. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu anamwambia panapo akasema panapo wakati kama huu mwakani utakumbatia mtoto ama mwana. Haleluya. Akamwambia mtumishi wa Mungu, tafadhali sana tusidanganyane baba. Amen. Alisema hivyo kwa sababu gani? Anajua shida anakutana nayo huko nyuma. Haleluya. Anajua vitu vingine havitendeki, ni Mariamu peke yake vilimtendekea, si kila mtu. Haleluya. Lakini mtumishi wa Mungu amesemaje? Kwa maana mbingu imeguswa na utumishi wa huyu mtu. Haleluya.
Ni lazima lishughulike. Swala hilo lishughulikiwa na mbingu, si yeye. Lakini yeye anaongea tu kuliko na kwa ajili ya ufahamu alionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia mtu wa Mungu, tusidanganyane baba. Haki. Vitu vingine kama hivyo wachana navyo. Hata Mungu amenipatia grace ya kuvivumilia. Niko poa nikikaa hivyo. Lakini Mungu anasema nini? Kwa maana utumishi umegusa mbingu. Maana utumishi umegusa moyo wa mtu. Umegusa mbingu. Umefungulia jambo ambalo alikuwa amelisahau. Haleluya. Basi akaendelea kujieleza mwanamke, lakini neno la Bwana ambalo likitoka ni lazima lifanye mapenzi ya Bwana, halikuzuiliwa na masuala yale ambayo yanaonekana nyeti. Maandiko inasema kweli palipofika mwakani. Susome hapo mstari wa 17 pastor. Mwakani. Hapo mwakani. Amen. Mwakani ya mtu inafika. Haleluya. Amen. Atakayefanya utumishi utagogusa moyo wa Mungu. Mwakani yake inakuja. Haleluya. Inaleta majibu ya kushangaza. Amen. 17. Yule mwanamke akachukua mimba. Haya. Akazaa mtoto mume wakati huo mwakani. Kama Elisha alivyomwambia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maswala nyeti hukutana na uweza wa Mungu kwa mtumishi ambaye utumishi wake umegusa moyo wa Mungu, umegusa mbingu yake. Haleluya. Mwanamke akapata mimba kweli. Haijalishi kulifanyikaje huko pembeni. Ni Mungu alijua, maana alishughulikia hali hiyo. Ni lazima Mungu ashughulikie mtumishi aliyetumika kwa moyo wa kupenda, aliyetumika kwa mguso. Maneno ambayo ameyafanya yamegusa moyo wake, yamegusa moyo wa Mungu, yamefungua mbingu yake. Ikiwa unataka Bwana shughulikie maswala nyeti, tumishi ugusao. Haleluya. Ni lazima Bwana tusaidie. Tuwe watumishi, tutumike na utumishi ugusao moyo, maana huo unagusa mbingu. Haleluya. Mwanamke huyo akapata majibu ambayo hakuna mwingine angempatia. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu peke yake anayeweza mambo mengine, mpendwa. Bwana asifiwe. Acha niwafungulie siri. Sema siri. Amen. Siri ambayo ninakufungulia. Ikiwa unataka uguse moyo wa Mungu, ni ufanye kitu cha utumishi ukugusao wewe mwenyewe. Usikie umeguswa kufanya. Si unafanya tu by the way nimefanya. Hapana, utumishi ukuguse wewe, ndipo guse moyo wa Mungu, ndipo mbingu zako zifunguke. Hiyo ni siri nimekufunulia. Haleluya. Na siri hiyo ukielewa, mpendwa, hautangangana. Vitu vingine ambavyo nilivyombea zamani ukaviacha, Bwana anavishughulikia kwa siri hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maana huyu mwanamke hakumwambia mtumishi wa Mungu, by the way mtumishi wa Mungu, nimekukubali ukae hapa kwangu, lakini na kashida kadogo tu. Unajua kama mtu anakuja kwa mtu wa Mungu, ana sasemi ni kubwa, akiendelea kuongea ndio tonani kubwa. Na kashida kadogo tu, nataka nikwambie vitu vingine ambavyo ni kashida kandani unashinda kukaeleza reja, kana shughulikiwa iwapo Bwana amekusaidia ufanye utumishi ugusao moyo ambao umekugusa hata wewe. Ukigusa moyo wa Mungu, mbingu zako zinafunguka. Kale kashida, kaliko kanyeti, Bwana anakashughulikia haraka, utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo mwanamke tunaona Bwana akashughulikia tatizo lake. Kwa misemo yetu ya hapa Nairobi siku hizi, Bwana akamsort. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Mungu unataka sort vitu vyako, tafuta hiyo nafasi ya kutumika na utumishi ugusao Mungu. Haleluya.
utumishi wako ukimgusa Mungu, uguse moyo wa Mungu, ni funguo ya mbingu yako kufunguka. Kile ambacho likitamani siku nyingi, Bwana atakileta, utashangaa. Lakini siri ni hiyo. Haleluya. Utumishi ugusa. Bwana Yesu asifiwe. Na mwaka huu ikiwa tunataka tumuone Bwana jameni akishughulikia masuala yetu nyeti ambayo tumeyaona, tukayazoea, tukayafungia pembeni, lakini yapo, ukikaa peke yako unafikiria polepole, ukiwa karibu na watu unachangamuka. Hayo masuala Bwana atashughulikia iwapo wewe Roho wa Bwana atakusaidia upate kutengeneza utumishi ugusa moyo wa Mungu. Ndio utakaofungua mbingu ya maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi jameni, ambaye yeye anatufunulia siri kama hiyo ya utumishi uwezao kugusa. Ukiwa na utumishi uwezao kumgusa Bwana, Bwana atagusa maisha yako. Bwana atashughulikia masuala yako nyeti. Utakuwa na ushuhuda, watu watauona, watatangaza kwa niaba yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hey, utumishi jameni, kwa maana utumishi wapogusa moyo wa Mungu hufungua mbingu. Hey, mbingu zako hufunguka ili Bwana ashughulikie yale maswala yaliyokutesa, maswala yaliyosahaulika, maswala yaliyokuumiza. Bwana atayashughulikia iwapo moyo wako utakuwa na ufahamu wa kumtumikia Bwana, kwa kumtumikia Mungu, na utumishi ambao unagusa moyo wa Mungu. Kando ya kwamba utumishi ni ibada kwa Bwana, na utumishi pia huwa ni funguo ya mwanadamu ama mteule kumuona Mungu na kupandishwa ngazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na kitabu cha Luka pale, lakini hatutasoma kwa ajili ya wakati. Luka mlango wa kwanza mstari kuanzia wa 5 hadi wa 13. Hapa ambapo ni yule kuhani aliyekuwa ameishi akimtumikia Mungu kwa miaka mingi, lakini hakuwa na mtoto. Lakini wakati ambapo Bwana aliona utumishi wake, aliona dua yake, ombi lake, akaja akajibu, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu si dhalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapata majibu yake, akalipata jibu likaja wakati hata anakaa kama amelisahau. Lakini Bwana anakuja kujibu kwa mtumishi ambaye hufanya utumishi wake unaugusa moyo wa Mungu. Amen. Na mwanafunzi mmoja pia naye aliyegusa mioyo ya watu kwa utumishi wake. Bwana alifanya kitu kwa huyu mwanamke. Kwa nini sijui wanawake ndio wametokezea sana leo? Tusome kitabu cha Matendo. Kwani watumishi wanaume hakuandikwa kwa nini? Tutatafuta siku moja niwaonyeshe mtumishi huyu. Kweli huyu kuhani alikuwa mwanaume, si ndio? Huyu Zakaria alikuwa mtumishi mwanaume, kuhani. Sasa tunaona hapo kuna dada mwingine katika kitabu cha Matendo mlango wa 9. Hiyo ni maneno ambayo tumeyazoea sana. Tunapenda kuyasoma na kujifunza siku ya mikutano ya kina dada. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nataka Bwana tulishiriki neno hili kwa pamoja, maana utumishi ni bora, utumishi ni kitu kizuri. Mlango wa 9 Matendo ya Mitume kuanzia mstari wa 36 hadi wa 39. Pasta tusaidie kusoma kwa jina la Bwana. 9:36 hadi 39. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Koyafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dokasi, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakawatuma watu wawili kwake
kumsihi na kusema asikawie kuja kwetu. Petro akaondoka na kafuatana nao. Alipofika wamempeleka juu ya orofa. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakalia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naona utumishi matendo ambayo yaliongea. Asifiwe Yesu. Matendo ya mwanafunzi. Kwanza aliitwa mwanafunzi wa kanisa lile la siku za mitume, ambaye moyoni mwake alikuwa na furaha anapowahudumia watu katika kundi. Amen. Na Mungu alimuelekeza kwa watu maalum, wajane na mayatima. Akija katika ibada zake siku hizo, alikuwa anahakikisha akiingia kwa ibada, Dorcas ametengeneza kitu kakufinika mwanamke mjane. Ametengeneza kitu kakufinika mtoto yatima. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi, utendaji ulio unaonekana, si wa kisiri. Bwana asifiwe. Wakati huo kumbe, hata akiwa bado anatumika namna hii katika ibada, bado kuna siku ya kujiliwa kwake, na ugonjwa ukamjia na mauti ikamfika. Lakini sema lakini Bwana Yesu asifiwe. Lakini matendo ya ibada zake, ya utumishi wake kwa Bwana, utumishi wake pale katika hema ya kukutania, ukamlazimisha huo utendaji wake na utumishi wake, ukalazimisha Petro atafutwe haraka haraka. Haleluya. Maana Dorcas amekufa, ameugua, sijui aliugua kwa siku ngapi, na amekufa. Na katika culture zao siku zile, ni mtu akifa aoshwe, awekwe na azikwe haraka haraka, maana pengine kunafanana na kama na Coast Region. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakakumbuka mtumishi huyu, mwanafunzi huyu ametumika sana katika hema hii yetu ya kukutania. Katika kundi hili ameshughulikia wajane na mayatima. Maandiko inasema ya kwamba wakati ameoshwa Dorcas, amewekwa chumba cha juu orofani, amekufa ukweli. Wajane wamemzingira, wamezunguka mwili wa Dorcas, wakilia, wakisema jameni, tutapata wapi tena dada kama huyu? Hata sweta hii nimejifunika ni yeye alinishonea. Mwingine anaonyesha hata hii ya mtoto wangu ambaye amevaa ni Dorcas aliniletea last Sabbath. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuja kwa hiyo ibada nyingine, Dorcas alimpa mwanangu hii. Wajane na mayatima wanatangaza utumishi wa Dorcas. Na kweli amekufa ukweli, amepakwa mafuta, amewekwa, ametulia hapo, lakini matendo yake yanaongea. Haleluya. Wakaambiana hao wanafunzi ya kwamba tumtafute Petro. Tunasikia yuko upande huu wa huko, sijui kunaitwa Yafa ama kunaitwa nini, ambao ameenda kufanya huduma huko. Akatafutwe Petro jameni, maana swala hili si la kuacha Dorcas azikwe hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Petro alipofuatwa, akaletwa hapo kweli, akamwona Dorcas amekufa, lakini matendo yake yanaongea. Wajane na mayatima wanalia, wakimwambia Petro, ona matendo aliyotufanyia Dorcas, na sasa kweli ameenda. Na Mungu akafanya jambo kwa ajili ya kumrudisha Dorcas katika nafasi hiyo. Haleluya. Bwana anaweza kushughulikia maisha ya mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwamba ako hai mpaka leo Dorcas, lakini wakati huo Petro alipokuja, Dorcas
aliamushwa akaendelea kutumika mpaka mwingine tena ambaye Bwana alimtengeneza aendelee kukaa katika nafasi hiyo, ndio Dorcas akaja kuondoka baadaye, lakini matendo yake yalimrudisha uhai Dorcas. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi ugusao unaweza kuleta uponyaji katika vitu vyako. Utumishi ugusao unaweza kuleta ukombozi katika maisha yako. Utumishi ugusao unaweza kuinua vitu ambavyo vilikuwa vimekufa katika maisha yako, lakini Bwana akaviamsha vikawa na uhai, vikakuletea faida kwa sababu ulifanya jambo hilo. Kwa maana unajua inanipasa kumwabudu Bwana. Ninapomwabudu Bwana inanipasa nimwabudu Bwana hata kwa talanta nilizonazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi jameni, unapomgusa Mungu, Bwana anafanya jambo kwa mtu aliyefanya utumishi huo. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi si bure. Utumishi si bure. Soma andiko letu la mwisho, alafu tunamaliza. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango wa 10 mstari wa 12 hadi wa 13. Tuangalie Mungu anataka nini. Amen. Mungu wetu kuna kile kitu anataka, na ukikijua, ukikifanya, maisha yako yatakuwa ya baraka. Hautakuwa wakulia na kulalamika kama wengine. Wengine wakilia wakilalamika, wewe utakuwa unamshukuru Mungu, kwa maana Mungu atafanya vitu tofauti na vile vingine ambavyo watu wanaviona kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati mlango wa 10 mstari wa 12. Amina. Mstari wa 12. Ndiyo pastor. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya nchi ya Misri kwa hao nzige, ili Pastor, unasoma Kumbukumbu la Torati? Kumbukumbu la Torati. Ndiyo pastor. Mlango wa 10. Wewe umeenda kwa Kutoka. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ndiyo. Ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote. Ndiyo. Na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Amen. Kuzishika amri za Bwana na sheria zake, Ndiyo, ninazokuamuru leo upate uheri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni amri, na ni Bwana anaonyesha anavyotaka. Hapa alikuwa anaambia Israeli, na sasa Bwana anasema na watoto wa Lord's Gathering. Amen. Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Bwana Yesu asifiwe. Anataka umpende, umheshimu, umwabudu na umtumikie kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Bwana Mungu wetu anataka jameni. Anataka tumpende, tumheshimu, tuzishike sheria zake na tumtumikie kwa moyo wa kupenda. Haleluya. Ndipo tutapata uheri katika maisha yetu. Amen. Kumbe uheri mwingine unakuja iwapo umempenda Bwana Mungu wako, umemheshimu Bwana Mungu wako na umemtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Bwana anaachilia uheri katika maisha ya mtu. Haleluya. Hivyo ndivyo Bwana anapenda jameni tuwe. Maana ametuita, ametuokoa, ametuvuta kwa mkono wake wa nguvu. Anachotaka zaidi kwetu ni kwamba tumtumikie Bwana Mungu wetu na mioyo yetu yote, na akili zetu zote, na nguvu zetu zote, na mali zetu zote. Ndipo Bwana anaachilia uheri katika maisha yako. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile vitu vingine ambavyo mpendwa hautavipata kwa bidii zako za kufanya kazi zako. Vitakuja vitu vingine ama Bwana atavitenda iwapo umegundua siri hii ya kumtumikia Bwana, ya kumwabudu Bwana. Maana unapomtumikia Bwana kwa vitu vyako, unaifanya ibada yako kwa Mungu kuwa wazi. Haleluya. Na unapomwabudu Bwana Mungu wako kwa moyo wa kupenda, kwa roho ya kumheshimu, Bwana anaachilia ule uheri na ule uponyaji wa vitu vyako, na hautakuwa na yale matatizo nyeti ambayo yanaishi na mtu mpaka ameyazoea. Bwana atashughulikia masuala yako. Naomba tusimame. Kwa nataka Bwana shughulikia maisha yako. Chagua mchana wa leo, Bwana akusaidie ufanye utumishi wako kwa Bwana, kwa maana ni ibada yako mbele za Bwana. Utumishi ni ibada kwa Bwana. Unapomwabudu Bwana kwa nguvu zako na kwa moyo wako wote na vitu vyako, Bwana hata kusahau, hata isahau ibada yako, hata sahau utumishi wako kwa Bwana Mungu wako. Kwa maana Bwana Mungu wako ndivyo anavyopenda akamuone mtumishi, akamuone mwabuduo halisi, anayemwabudu Bwana kwa moyo wake na vitu vyake vyote, ili Bwana aponye maji yake na chakula chake. Nyosha mikono mbele za Bwana, mwambie Bwana, nakushukuru Bwana kwa sababu wewe unanipenda. Nakushukuru maana unahusika sana na maisha yangu, na kwa maana ulitafuta ukanileta katika nyumba yako. Unatamani Bwana watu ambao wanakuja kukuabudu, wakuabudu katika roho na katika kweli, na wakakuabudu kwa vitu vyao. Bwana, siku ya leo naomba unisaidie. Unapofungua ufahamu wangu katika kukuabudu, ewe Mungu wangu, utanisaidia Bwana nifanye ibada yangu na utumishi wangu kwako, ambao utumishi huo Bwana utatugusa wewe. Na kwa maana utumishi wangu unapokugusa Bwana, utashughulikia masuala yangu, utashughulikia shida zangu, utanitetea, utanipigania katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana mpendwa, mwambie Bwana nisaidie. Bwana nisaidie niwe na utumishi ule ambao Bwana utaugusa moyo wako. Niwe na utumishi ambao Bwana utagusa mbingu, utakuwa funguo katika milango yangu ya kwamba ikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Nisiwe na kutumika tu ambapo utumishi huo na ufanya kila siku ambao haujagusa moyo wako, ambao haujagusa mbingu, ndiposa nimekaa kwa matatizo mengi. Bwana nisaidie nikafanye utumishi, nikafanye ibada ambayo Bwana naikubali, maana itagusa moyo wako ibada hiyo. Maana utumishi huo Bwana unapogusa moyo wako, utafungua njia katika maisha yangu, utafungua mbingu, iachilie baraka, iachilie ushindi, iachilie ukombozi, iachilie uponyaji wa maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Enda mbele za Bwana mpendwa, mwambie Bwana nisaidie. Na Bwana uko hapa anaweza kukusaidia ili usiwe mtumishi ambaye usiyemwabudu, ambao ibada yako haimgusi Mungu, ibada yako ikamguse Bwana, utumishi wako ukaguse moyo wa Mungu. Na unapogusa moyo wa Mungu, mambo yako Bwana atashughulikia, maana yeye ni mwaminifu katika jina la Yesu. Haleluya, asante Bwana. Tunakupenda Bwana, tunakubariki Mungu wetu. Asante kwa maana umetupatia nafasi hii ya kukukaribia siku ya leo. Umetukaribisha kwako Bwana, umetuleta katika nyumba hii ili ukapate kutufundisha, ukapate kuifunua siri hii kwetu. Tunakushukuru Bwana, maana umetufunulia siri hii ya kwamba tunapokutumikia, tunapofanya utumishi wetu kwako Bwana, utumishi wetu Bwana unapokugusa wewe, utaweza kufungua njia zetu, utafungua milango ya mbinguni, utafungua madirisha ya mbinguni na kushughulikia matatizo yetu kama ulivyoshughulikia maisha ya yule mwanamke ambaye alimtumikia mtumishi wa Mungu. Bwana ukatusaidie, ndiposa Bwana katika maisha yetu tusiwe wa utumishi usiogusa moyo wako, maana utumishi wetu unapogusa moyo wako Bwana unaleta uponyaji,
unaleta badiliko, unaleta Bwana kufungua maisha yetu. Tutakuwa na utofauti katika jina la Yesu. Utaleta uponyaji wa maisha yetu, utaleta uponyaji wa vitu vyetu katika jina la Yesu Kristo. Ewe Roho Mtakatifu wa Bwana, kaendelee kugusa mioyo yetu, ndiposa tukaweze kutumika na mioyo yetu yote, tukamtumikie Bwana kwa vitu vyetu na mali zetu. Maana Bwana anatamani akapate kuweka makao pamoja nasi, akafanya makao katikati yetu. Anapofanya makao katikati yetu, kunayo madhabahu ambayo yataendelea kuongea. Maana dhabihu zetu Bwana za utumishi wetu kwako zitagusa moyo wako. Utafurahia ibada yetu, utafurahia maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ili wewe Bwana ukatukuzwe, katusaidie mioyo yetu ikakupende, na tunapokupenda Bwana tukapende kukutumikia kwa mioyo yetu na nguvu zetu na mali zetu zisisalie nyuma. Maana wewe unatupenda tunapokutumikia na kukuabudu. Ibada yetu Bwana ikakubalika machoni pako iwapo tunakuabudu kwa mali zetu na mioyo yetu yote katika jina la Yesu. Ndiposa uponye chakula chetu, ndiposa uponye kazi zetu, ndiposa ukatuinue na kututetea katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninawaombea watu hawa, wacha mkono wako Bwana, mkono wenye nguvu uwezao kutusaidia, na Roho Mtakatifu awezaye kunena ndani ya mioyo yetu. Ndiposa Bwana tukawa wale watu ambao utawafurahia kwa ibada ya utumishi uwezao kugusa moyo wako. Ninawaombea Bwana watu hawa, shetani asije akafunga ufahamu wao, wakapate kuelewa siri hii Bwana. Ndiposa ukawabariki, ndiposa ukawatetee, ndiposa ukawainue utukufu hadi utukufu katika jina la Yesu. Ninakemea kila roho ya mpinga Kristo ambaye hupenda kufunga ufahamu wetu, hana nafasi juu yetu katika jina la Yesu. Wacha Roho wa Bwana akatamalaki maishani mwetu, akatamalaki mawazo yetu. Maana mawazo yetu yanapotiwa nuru kwa uwezo wa neno lako, tutatembea katika upeo mwingine katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, tunakupenda, tunakusujudia. Maana wewe ni Mungu wetu, na umelifunua neno hili Bwana ukiwa na kusudi na maisha yetu. Maana unatamani kutupandisha hatua nyingine kwa utukufu na heshima ya jina lako. Katika jina la Yesu tumeomba tukiwa na imani. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi.